niwapongeze sana na nimpongeze mwalimu wa under 17, rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF, mzee wangu Karia, umefanya kazi kubwa sana. Sisi kama wadau wa mpira tunasema alama yako ipo, lakini wale Karia, pongezi ninazompa si tu kwa sababu yeye ni rais wa shirikisho la soka Tanzania, bali namwambia sisi wana Tanga tumefurahi mno kuona mwakilishi wetu kutoka Tanga amekwenda kuliwakilisha vema taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Salamu zangu za dhati zimfikie, lakini naendelee kusema kwa kutoa pongezi kwa vijana, washabiki na wadau wote wa mpira ambao waliguswa kwa kuona under 17 wamekwenda kutengeneza historia ambayo wakubwa wao wameshindwa kwenda kuitengeneza. Ni dhahiri Watanzania tumekuwa kwenye nyanja za mpira. Ni dhahiri kuna namna serikali kupitia wizara wanapaswa kufanya maboresho makubwa sana kwenye sekta ya michezo. Leo Afrika nzima inaizungumzia Tanzania kwa kwenda kumtoa Misri. Ukizungumzia Misri hususan katika sekta ya kimichezo, unakwenda kuzungumzia taifa namba 1 kwenye ubora kwenye mpira wa miguu. Lakini vile vile jana pia tumekwenda kushuhudia maajabu mengine. Timu kubwa, timu yenye historia, taifa lenye ushawishi mkubwa wa Afrika kwenye mpira wa miguu, Morocco, nao pia wakitolewa kwenye hatua ya nusu fainali na Senegal. Niwapongeze sana vijana. Swala la kuambia mzee wangu Karia pamoja na wizara, tunataka kuhakikishia hawa vijana hatima yao ni nini? Kuhakikishia hawa vijana hatima yao ni nini? Hatima yao ni ipi? Huko nyuma tushe kuona timu ilishe kufanya vizuri, lakini hatimaye tulipata wachezaji 5 ambao leo tunanufaika nao kama taifa. Wao mtaani. Mungu ajalie asiwe panyarodi. Lakini maisha mtaani, waziri, ni magumu mno. Sekta ya michezo kupitia wizara, kupitia TFF, hawa watoto waangalie, hawa watoto wahifadhi. Mataifa yaliyoendelea makubwa Afrika na duniani kwa ujumla, watoto kama washaandaliwa maisha kucheza kesho. Lakini kwa sababu ya nchi yetu ina kijikasumba fulani cha kutafuta kila mtu aweke mchezaji wake, tutakwenda kushuhudia wachezaji hao wakipotea kama walivyopotea ile Ngorongoro Heroes. Kila mtu kafurahi lililotokea jana. Umefurahi. Kila mtu kafurahi. Yaani wewe kama hujafurahi kwa namna under 17 alichokifanya jana, basi wewe kuna uhalaki, wewe sio Mtanzania. Mwalimu anatosha kwenda hatua finali under 17. Sio shenje finali. Mwalimu ndio yule. Sio kwa mazonge. Hakupata kile mazonge. Yule bwana kaitoa timu raundi ya kwanza mpaka kapeleka finali. Mwache amalize. Kama tunahitaji kufanya maboresho, tukafanye kwenye vijana kuhakikisha usalama wao baada ya pale yale mashindano. Lakini kama tukitembea kwenye tamaduni zetu, bosa apeleke mtu wake akubaliwe, waziri naye apeleke mtu wake akubaliwe, wale vijana tunaenda kuwakuta misimu ijao, misimu mingi wanakuwa ni panyarodi. Sasa wanasema pia uteuzi wa Haji Salum mara pengine ikapelekea msukumo hata na kuzingatia ni kama Tanzania inaanza kupata mataifa kwenye swala la michezo. Nimpongeze, heshima kubwa sana amepewa na ametuwakilisha sana sisi ambao tupo nyuma yake. Haji Salum waziri, maisha yanahitaji opportunity. Leo bosa anazungumza na Neli na BBM, hii ni bahati. Kesho usishangae na mimi nikachukua sehemu moja kupeleka sehemu nyingine kwenda kuwasemea vijana. Manara amestahili. Na tumpongeze, na si tukumpongeza, kuna namna kumuunga mkono, kwa sababu nimeona kila mtu anatoa mawazo yake. Itakuwaje? TFF ina msemaji. Itakuwaje? Under 17 ina msemaji. Itakuwaje? Cricket ina msemaji. Itakuwaje? Waziri, Mungu akitaka kukupa kuletea barua. Manara amepewa. Lakini sote tunatambua ukubwa na uwezo aliokuwa nao Haji. Kama ingelikuwa si yeye,
Sidhani kama leo hiki na Dosa angelikuwa anazungumza kwenye vyombo hivi vya habari. Yes. Kumbe nguli ametushawishi, kumbe shabiki nguli, na sisi tukaamini ipo siku kama sio Paul Makonda basi waziri mwingine atakikuja mbele atamuona Dosa. Timu ya taifa ni rahisi sana kusema hivyo. Leo tunatambua shirikisho la soka Tanzania TFF lina msemaji, lakini ukienda kufanya tafiti vijijini pamoja na baadhi ya miji, watu hawamjui afisa habari wa shirikisho la soka TFF Mario Ndindo. Mtu wangu wa maana sana, na ni mtu ambaye amefanya kazi kwa uwezo wake, lakini inahitajika nguvu kazi ili baadhi ya watu wa Tanzania na wanaishi nje ya mipaka Tanzania wajue kwamba kuna timu inaitwa under 17, wajua kuna timu inaitwa Taifa Stars, Ngorongoro Stars. Kwa hiyo kusema kwamba Kipele kimepata mkunaji ni njia rahisi kuwathibitishia watu kwamba hivi sasa mpira wa Tanzania unakwenda kusemewa kwenye sehemu yake husika. Sitaki kuwakosea heshima waliokuwepo, lakini kila mtu anatambua uwezo wa Haji Sande Manara. Wa Tanzania tujiandae na AFCON. Hamasa tuwepo, maana tukiangalia tukileta hamasa kwenye timu za taifa tutashangaa mapema tunatolewa. Je, hamasa kwa hao watoto ziwepo kwenye kuelekea finali? Na ndio maana Mheshimiwa Makonda akaona amweke Haji Sande Manara aseme timu zote za taifa. Hamasa inahitajika. Tunaondoa confidence watoto. Hamasa inahitajika. Waziri, mpira unahitaji kusemewa, na ndio maana nyie leo mmetoka ofisini kwenu mmekuja kaburi moja kuja kunitafuta mimi, si ndio? Maana yake unataka kujua mimi mawazo yangu ni nini kwenye mpira. Na mimi nikwambie, kuna asilimia kubwa sana sisi watu wa mtaani tumechangia mpira kuwa pale. Mpira umekuwa na mpira utakuwa inshallah, na kwa hakika AFCON tutafanya vizuri kwa hamasa ambayo tumejiandaa nayo. Dosa tuhamie huko. Amebakisha mechi 5 Yanga Africans, lakini mnyama Simba naye amebakisha mechi 5. Watu wengi wanasema Simba wenyewe wanasema wao ni bingwa. Alama 2 hizo Yanga kama wamezulumu wenyewe kusema mikoa ikisugu shabiki wa Simba kitakitaji. Unaiona Yanga kwenye ubingwa msimu huu au unaiona Simba kwenye ubingwa msimu huu? Hatima ya ubingwa wa Yanga ipo mikononi wake mwenyewe. Hatima ya ubingwa wa Yanga ipo kwenye mikono yake mwenyewe. Hatima ya ubingwa wa Simba ipo kwenye mikono yake mwenyewe. Ili Yanga awe bingwa lazima ashinde. Ili Simba awe bingwa lazima ashinde. Lakini kwenye football Yanga anapaswa sana kumheshimu Simba. Kwenye football umeona nini hapa? Yanga anapaswa kuwa na nidhamu kubwa sana dhidi ya Simba Sports Club. Tayari michezo yake wameshamaliza. Amekuwa na Azam pamoja na msimu uliopita na msimu mitatu nyuma ilikuwa ni ngumu sana mtu wa Yanga kusema kila mtu ashinde mechi zao. Kwa msimu watu wanasema mpaka semaji anasema maana yake kwamba ligi ni ngumu. Maana yake ili Yanga tushinde ubingwa ni lazima tushinde mechi zetu. Maana yake ili Simba naye awe bingwa ni lazima ashinde mechi zake, huku akimwombea mtu fulani afanyaje aanguke. Kwa hiyo taswira ya kauli hii kwamba kila mtu ashinde mechi zake ni dhahiri kwamba ligi msimu huu ni ngumu. Na mimi nimwambie Yanga na hapa tahadhari, tukienda kwa mazoea, tukienda kwa kujiamini, ni rahisi sana kupoteza ubingwa msimu huu. Yes. Kikosi bora Kikosi bora kikupi ubingwa kama